Karibu tena ndugu mtazamaji, wewe unayenitazama wakati huu wa mchana. Ninashukuru Mungu kukukaribisha ili tuweze kuwa na maombi maalum kwa ajili ya watoto wetu wanaoenda kufanya mtihani kwa juma hili ambalo linaenda kuanza. Ni matumaini yangu na kwamba natumai wote wanaonisikiliza huenda kwa njia moja wewe ni candidate, ama wewe ni ndugu ama dada wa candidate, ama wewe ni mzazi wa candidate. Ninakualika kwa masaa mafupi haya tunapoenda kusikiza wito kwanza, alafu kisha tutawaombea candidates wetu. Hebu na tuweze kuomba kabla ya kuanza. Baba yetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru masaa haya mchana, na waleta candidate wote mikononi mwako. Tunapoenda kushauriana na kusikiza ujumbe wako, uwe pamoja nasi mpaka tamati, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tunapoongea juu ya candidates, ninaongea juu ya wale ambao ni watahiniwa. Labda kama hujaelewa, ni wale wanaenda kufanya mitihani yao ya darasa la 8 na mtihani wao wa kidato cha 4. Yani ninaongea juu ya form 4, ninaongea juu ya class 8, na pia ninaongea na wale ambao wanafanya mitihani zao za vyuo vikuu. Kwa pamoja tuweze kujumuika, tupate kwamba Mungu anaongea nini, ili tunapojumuika pamoja katika maombi tuwe tumesikiza na kupata ushauri wa neno la Mungu. Kwa hivyo kwanza itabidi tuweze kusikizana, tuweze kwenda neno la Bwana, alafu baada ya hiyo tutaweza kujua Mungu ametupangia nini. Kwa hivyo moja kwa moja tujumuike katika neno la Bwana. Tutaanza na kitabu cha Mithali, sura yake ni ya kwanza, aya yake ni ya 7, ambayo Biblia inasema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa hivyo kitu cha kwanza ama neno la kwanza ni kuweza kumcha Bwana. Chanzo cha maarifa ni kumcha Bwana. Kwa hivyo kabla ya mambo yote, wewe candidate, kabla ya kuombewa, kabla ya kuweza kusema nataka kuombewa ama nataka uwepo wa Bwana, nataka kuonekaniwa na Mungu, kitu cha kwanza lazima uwe ni mtu ambaye anamcha Bwana. Lazima uwe ni mtu ambaye anamuogopa Mungu, worshiper of God. Wewe ni mtu ambaye umejipatiana maisha yako kwa Mungu. Maana kabla hujaomba ulinzi, kabla hujaomba hekima, kabla hujaomba chochote kutoka kwa Mungu, lazima uwe na uhusiano naye. Kwa hivyo lazima ujipatiane maisha yako kwa Yesu, ujipatie maisha yako kwa Mungu, umwamini kwamba Mungu ndiye aliyemtuma Yesu Kristo akaja akafa kwa ajili yako, akaja akatundikwa msalabani kwa ajili yako. Kwa hivyo Yesu anapopigwa pale msalabani, uamini kwamba yeye alikufa na akafufuka kwa ajili yako, na yeye ni Bwana katika maisha yako. Unapomkiri na kuamini hayo, Mungu ataingia katika maisha yako na ataweza kukusikiliza katika kila jambo. Baada ya kugundua hilo, Mungu naye anatuambia jambo kupitia kwa Yesu Kristo katika kitabu cha Agano Jipya. Kitabu ni cha Mathayo. Kitabu nitaenda pale Mathayo, sura yake ni ya 6, aya yake ya 33. Na Biblia inasema hivi katika Mathayo 6:33, basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote atakuzidishia. Inamaanisha nini? Tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Kwanza utengeneze mambo yako ya kiroho na mambo ya maisha, mambo ya karia, mambo hayo yote Mungu anasema atakuzidishia. Kama ni hekima, kama ni kukumbuka kila kitu ambayo umefundishwa pale na mwalimu wako ama mkufunzi wako, utayakumbuka baada ya kwanza na Mungu na kutafuta ufalme wake na haki yake. Utafuta utakatifu wa Mungu. Mambo hayo mengine achia Mungu, naye atakuzidishia. Sio wakati wako wewe wa kujitafutia mambo, achia Mungu akutafutie. Ni wakati wewe, baada ya wewe kusoma, do your part. Fanya sehemu yako. Umeshasoma, umesha revise, ni wakati wako. Wakati mwingine unasikia wakati watu wanapoenda mtihani, wengine wanakuwa wagonjwa, wengine hata wanaanza kuumwa na kichwa ama wanasinzia. Baada ya wewe kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, unaachia mengine, Mungu ana take control. Yale uliyafanya, lakini wakati wa Mungu kukuletea akili yako iwe timamu, akuongoze. Baada ya wewe kutafuta ufalme wa Mungu, Mungu anasema kama ni hekima, kama ni kufaulu mtihani, Mungu anasema baada ya wewe kutafuta ufalme wake na haki yake, hayo mengine yote Mungu anasema atakuzidishia.
Isitoshe, unapoangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ama kwa lugha ya Kiingereza Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati, tutaenda sura yake ya 28 na kuna promises hapo ambazo Mungu amezipeana kwa wale ambao wameamua kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Alafu anakuongezea hayo mengine. Kivipi? Kumbukumbu la Torati 28:13 anasema, baada ya wewe kutafuta ufalme, Mungu anasema hivi katika Biblia, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini tena, utakaposikia maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyafanya ama kuyaangalia na kuyafanya. Biblia inasema hivi, baada ya wewe kusikiza amri za Mungu, baada ya wewe kusikiza maagizo ambayo Mungu anakuagiza siku hii ya leo, anasema hivi, atakufanya uwe kichwa. Yani you will be top in your class, top in your exam. Utakuwa juu tu wala hui chini, utakuwa kichwa wala wewe sio mkia. Wakristo ambao wanamtumainia Mungu, wamejipeana maisha yao kwa Mungu. Unapotii haya maagizo ninayokupatia leo kwamba uanze na Mungu, ujipatiane kwa Mungu, Mungu anasema leo hii atakufanya kuwa kichwa na wala si mkia. Atakufanya uwe juu na wala huwi chini. Tuna expect wale ambao watatii maagizo haya. Tunajua ya kwamba unapokuja kufaulu, tunatarajia maxi kwa wale ambao wanafanya KCPE si chini ya maxi 450. Kwa wale ambao wanafanya labda KCSE, tunatarajia max sio chini ya A stand. Kwa hivyo ninapoongea na wewe hivi, natarajia watu watakao faulu baada ya kusikia ujumbe huu, utilia maanani sana, utafaulu katika maisha yako. Hivi ninamaanisha nini? Anza kwanza na kujipatia maisha yako kwa Mungu leo hii, ili wiki ijalo linapofika, exam inapoingia, ujue ya kwamba Mungu atakupigania kwa yale mengine. Amesema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine atazidisha. Na ukitaka kujua kweli atazidisha na kukufanya kuwa kichwa, tii maagizo katika neno la Mungu. Utafute kwanza ufalme na haki yake. Badala ya kuomba kusema Mungu nifanye nifaulu, omba hivi, Mungu najipeana maisha yangu, mimi mwenye dhambi najipeana maisha yangu kwako kikamilifu. Umwamini Mungu kwamba alimfufua Yesu katika kifo, na umwamini Yesu kwamba alikufa kwa ajili yako, na ukiri ya kwamba Yesu amekuwa Bwana katika maisha yako. Hayo yote ukisha tekeleza, achia Mungu na yale mengine. Siongee na mtu ambaye aliacha kusoma na akalala na akasema nitaomba. Ninaongea kwa yule ambaye alifanya kazi yake na Mungu akamwachia afanye yake. Yaani ulisoma, sasa Mungu akukumbushe yale uliyosoma. Atakufanya uwe kichwa wala si mkia. Sio hilo tu. Baada ya wewe leo hii kumtii huyu Mungu na akufanye kuwa kichwa na ufaulu katika maisha yako, lililobaki ni hili. Utakapopata A plain ama A less, utakapopata zaidi ya max 450 kwenda juu mpaka 500, usije sasa ukaanza kujisifu. Kuna wale ambao baada ya hiyo wanajisifu, wanakuja wakasema nilijitahidi, kama si kusoma, kama si kukesha usiku mzima nikirevise ningeanguka. Mungu hataki tena ukajisifu. Kama unafikiria kwamba baada ya kufaulu mtihani huu, baada ya somo hili ukafaulu, usifikirie ni nguvu zako. Kwa nini? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura hiyo ya 8, Deuteronomy, inaongea juu ya Deuteronomy. Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 8, unaposoma aya ya 11, nitakupeleka mpaka 14 alafu taruka 17. Deuteronomy 8 verses 11 to 14 inasema hivi: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Umeona? Yaani utakapokuwa umesoma ndio ukafaulu katika mtihani, ukaenda daraja linalofuata, ukarealize kwamba hata kazi nzuri umepata.
Hata ninaongea na wengine wale ambao walipita mitihani yao vizuri, wakapata kazi nzuri, wana riziki nzuri, wana nyumba nzuri wanayomiliki, wako na magari, wako na mashamba, wako na mifugo. Wewe ambao umefaulu katika mtihani, nataka kuongea na wewe. Na wewe ambao unakazana kupata maisha mazuri baada ya kupita katika daraja zako za masomo, naongea na wewe ya kwamba utakapofaulu maishani, usiseme ni bidii yangu. Usiseme kama sijajikaza shuleni, kama si kusoma sana, kama si kwenda shule nzuri, kama si kupelekwa katika tuition nzuri. Ninasema hivi, utakapokuwa umefaulu katika maisha yako, usiseme kama si mimi, kama si nguvu yangu, kama si akili, bali ufanye nini? Unapofaulu, hakikisha umejua ya kwamba ni Mungu alikufanya ufaulu, akakuweka juu, ukawa kichwa, lakini si mkia, lakini sio chini. Mungu ndiye aliyekuweka katika position hiyo. Deuteronomy chapter 8 verse 17, ama Kumbukumbu la Torati 8:17 inasema hivi: hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Kwa hivyo utakapopata kazi nzuri, usijidai ukasema ni nguvu zangu, ni elimu yangu, mimi niko sharp katika mawazo yangu, bali useme nini? Mstari wa 18, hapo utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo, kama alivyoahidi kwamba utakuwa kichwa si mkia, kwamba atakuzidishia hayo yote. Mungu anapokuzidishia, useme ni akili zako. Usisahau Mungu, utamkumbuka Mungu, utamsifu, utamtukuza Mungu. Ujue ya kwamba Mungu ndiye anayekupa nguvu na uwezo na akili za kupata utajiri huo. Mungu ndiye anayekupa akili ya kufaulu katika mtihani huo. Kwa hivyo usije ukajisifu, usije ukajiona uko na maana, usije ukajiona ya kwamba wewe ajitosheleza katika kila jambo, bali umtukuze Mungu. Ujue ni Mungu aliyekupa mambo hayo ukaweza kufaulu. Baada ya kugundua hilo, sasa twende, Mungu anahusikaje katika masomo yangu? Mungu anahusikaje katika fikra zangu ninapoingia katika exam room? Nenda pamoja nami katika kitabu cha Mithali ama Proverbs. Mithali ni sura ya 16 aya yake ya 3. Proverbs 16 verses 3, Biblia inasema hivi: mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Yaani umkabidhi Bwana masomo yako, mkabidhi Bwana revision yako, mkabidhi Bwana pepa zako wakati wa mtihani, na mawazo yako, mafikirio yako yatadhibitika. Kivipi? Kama ulikuwa umesoma juu ya jiografia, ama ulikuwa umesoma juu ya historia, ama ulikuwa umesoma juu ya kitu kinachoitwa hisabati ama mathematics, unapofika pale kwenye makaratasi yako ya mtihani, kama umezikabidhi kwa Bwana, Mungu anadhibitisha mawazo yako, anayalete fresh kana kwamba leo hii ndio umefundishwa darasani. Anakuletea fresh kana kwamba mwalimu ndiye amemaliza kukufundisha hivi ndio exam inafika. Mawazo yako yatadhibitika. Commit your ways unto the Lord and your thoughts shall be established. Yaani mawazo yako yatakuwa established, yatadhibitika, itakuwa fresh, itakuwa imara, hautasahau chochote. Unapokabidhi Bwana masomo yako, unapokabidhi Bwana exam yako, inapoletwa mbele yako, kabla ya lolote kuanza, ambia Mungu, nimekuachia hii, dhibitisha mawazo yangu. Utafaulu. Wakati watu wanapotoka wamekuna kichwa wakisema hii mtihani ilikuwa ngumu, wewe unakuja unaambia kulikuwa na ugumu gani katika mtihani? Hii kitu rahisi hivi, mimi nimeona tu ilikuwa kitu ya wokovu. Watu wanaposema question 2 ilikuwa ngumu, wewe ulijaza nini? Wewe utakuwa ukisema nianza si ilikuwa fulani. Watu wanasema kweli ilikuwa hiyo, mbona si kuona? Kwa sababu mawazo yako yatakuwa yamedhibitishwa na Bwana. Mithali 16:7 imesema mkabidhi Bwana kazi zako, mkabidhi Bwana exam zako, na mawazo yako yatadhibitika, na mawazo yako yatakuwa fresh, mawazo yako yatakuwa revived, na utaona kila kitu ulicho study, kila kitu ulichofundishwa
utaona itaingia laini na utafanya mtihani wako. Kama ni masaa mawili pale, kama ni half an hour, ama kama ni insha yako ama composition yako, utaichora, utaiandika vizuri tena haraka. Wakati watu wanasema wamepoteza muda, hawajamaliza kazi, wewe utakuwa ukingojea mwalimu aseme makaratasi yako yakusanywe, kwa sababu utakuwa umemaliza tayari. Unapomkabidhi Bwana kila kitu, mawazo yako yanadhibitika, unakuwa stable. Unaona kama hata ilikuwa ni revision ulikuwa unafanya, hautaona kama ni exam. Utaona ni kitu rahisi ya walk over. Kwa hivyo unapoanza na Mungu, jua ya kwamba mawazo yako yatadhibitika. Lakini haya yote pia yanasimamia neno ambalo liko katika kitabu cha Marko, katika Agano Jipya. Marko ni sura yake ni ya 11, aya yake ya 24. Unaposoma katika Agano Jipya Marko hiyo, utagundua kwamba Yesu mwenyewe ametupatia kitu ambacho kinatusaidia sana katika kila jambo, iwe ni biashara, iwe ni masomo, iwe ni exam. Kila kitu katika maisha yako inasimamia neno hili. Lipi? Marko 11:24 inasema hivi. Marko 11:25. Mark 11:24. Sorry. Mbona nakuchanganya hivi? Marko 11 aya ya 24. Mark 11:24. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Huyo ni Yesu anasema. Ukianza kuombea, unapomkabidhi Bwana kazi zako ili adhibitisha mawazo yako, amini ya kwamba ameshatenda. Unataka marks ngapi wewe mwanafunzi? Wewe unayetaka kwenda kusoma, unataka grade gani? Unataka alama gani? Je, unataka marks ngapi? Unataka 500 ama unataka kupata 498 ubakishie labda mwalimu 2? Unataka alama gani? Unataka A stand ile strong ama unataka A less? Lakini usiniambie unataka B minus. Unaachia nani A? Usiniambie unataka marks 300 ati 400 kamili. Unaachia nani hizo 100 zimebaki juu? Angalau focus, uniambie unataka kuacha angalau 2 pale ama 3 tu. Wanafunzi wasistuke kwa nini ulipata kila kitu. Lakini unapopeana zile marks katika akili yako, je, unaziona umepata? Ama unamuomba Mungu alafu unasema, mtihani umeona ni mgumu, sitafaulu. Unapomkabidhi Bwana vitu vyako, amini ya kwamba vimetendeka. Andika marks yako leo hii tunapoenda kuomba na wewe. Unataka marks ngapi? Wewe unayetaka kufanya mtihani wako wa darasa la 8. Unataka marks ngapi? 500? 498? Unataka ngapi? Lakini isishuke chini ya 450. Mimi siombee wanao kuwa chini ya 450. Maana Mungu wangu ni mpaji wa kila kitu. Si ulihudhuria masomo? Si ulifundishwa? Na yote yakaingia akilini? Na Mungu unapomuomba atadhibitisha mawazo yako. Kumaanisha nini? Atarecall everything fresh ikuja mawazo yako. Si utaandika kila kitu pale? Je, kwa nini utake marks machache? Tunapoenda kumwamini Mungu, jiulize, je, Yesu anaposema niamini ninapokea, nitapokea baada ya mtihani kutokea ama sasa hivi? Ni sasa hivi. Kivipi? Mungu anasema chochote unachoamini, unachoomba, amini ushapokea. Wewe unayetaka marks 498, amini ushapokea na uanze kuona mawazoni mwako tunapoenda kuomba. Wewe ambao unataka alama ya A, full A iliyo nzuri katika mtihani wako wa kidato cha 4, hebu jiangalie umepata hiyo A na uamini Mungu tayari ushapata. Mpaka unapoenda kuambia wanafunzi, unaposalimiana siku ya Jumatatu, anapokuambia unaonaje hiyo exam, unatarajiaje, mwambie tu I am an A candidate. Wewe ambao mwingine unayotaka marks, unamwambia mimi niko na 499 ama 475. Mpatie kwa hakika, kwa sababu Mungu ameshakupatia hayo marks. Kwa hivyo leo hii ninapoenda kuomba pamoja na wewe, ni marks ngapi unayotaka? Unaamini unataka marks kiasi gani? Amini ushapata hiyo, kwa sababu tutashukuru Mungu ushapata. Maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Wafilipi, ninapomalizia, Wafilipi 4 aya yake ni ya 6. Wafilipi 4 mstari wa 6 inasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Haja hizo ambazo unataka zijulikane na Mungu, tushamwambie. Mwambie kwa akili yako unataka marks ngapi, mwambie unataka alama gani,
Na baada ya hiyo, amini ushapokea. Na kwa sababu umeamini, umepokea, tunaenda kushukuru. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa masaa haya mchana, kwa ajili ya candidate hawa na kwa ajili ya wazazi hawa wanafuatilia kwa ajili ya candidate wao. Wanapoweka mawazo yao katika alama na marks wanayohitaji, Bwana, tunakushukuru kwa sababu umeshatenda. Ninaomba Bwana ukarejeshie mawazo yao, ukadhibitishe mawazo yao, ili wanapoingia katika chumba kile wasiogope, wasipatwe na madhara yote. Na walio wagonjwa Baba, ukawaponye leo hii katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao Bwana wamesumbuliwa na mizimu, ukayavunje yote, wanapoingia exam wawe wamefurahi. Asante kwa sababu umeshayatenda Baba. Asante kwa bana alama hii ndugu huyu na dada huyu anayetarajia, umeshawapa. Asante kwa marks hizi ambazo ameziweka akilini, umeshazifanya. Na Baba, wamefaulu. Asante, tunakutukuza, tunalimidi jina lako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Na Mungu akubariki unapoenda kufaulu. Hadi siku nyingine.